Mambo vipi mtazamaji wa Kiswahili TV? Naam, ni wakati mwingine wa kuendelea kukupa yale ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, na kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, msikilizaji wa Kiswahili TV, usiache subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini ya video hii kwa hakika zaidi kuendelea kupata taarifa zetu kila siku. Au sio bana? Sasa kutoka mwaka 2024 mpaka mwaka 2025 hivi sasa kuna mambo mengi ambayo yametokea, lakini leo nimekuja kuzungumza kuhusiana na hili jambo ambalo limetokea kwa msanii wetu ambaye tunamfahamu, Massa Mwaipaja, ambaye mwishoni kabisa mwa mwaka 2024 aliweza kukutana na changamoto kubwa ambayo ilikuwa ni changamoto ya kifamilia. Tunafahamu kuwa changamoto za kifamilia zimekuwa zikisumbua familia nyingi sana. Sasa tunafahamu pia Massa Mwaipaja, mwanamuziki wa injili huyu, yeye ni maarufu. So inapokutana na changamoto ya kifamilia lazima itaenda mbali zaidi na itakuwa ni inasikika sehemu nyingi, kwa sababu vitu vya watu maarufu mara nyingi huwa vinasikika sana. Sasa tunafahamu kuwa mdogo wake Massa Mwaipaja, Beatrice Mwaipaja, aliweza kuzungumza kupitia mitandao ya kijamii. Ilitembea sana video yake ambayo alitoa mazungumzo ambayo yaliashiria kuwa dada yake Massa Mwaipaja ahudumii familia yake, lakini pia atoi matumizi kwa familia, lakini kwa mama yake, lakini pia anaendelea kufanya vitendo ambavyo ni vichafu havimpendezi Mungu. Aliongea maneno mengi sana, na maneno yale yaliweza kupostiwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia hata mwenye Beatrice Mwaipaja aliposti kwenye mtandao wake wa Instagram. Watu waliaoda huko, lakini pia kupitia Facebook kukaanza mijadala na ugomvi, majibizano baina ya John Mwaipaja na Beatrice Mwaipaja, ambayo alikuwa yameleta mzozo mkubwa na mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Yote hayo yalivyokuwa yanaendelea, mwinjilisti wa Mungu, mwanamuziki wa Mungu, Massa Mwaipaja, yeye wakati huo alikuwa amekaa kimya na kuweza kuzungumza chochote. Kwa wakati huo yeye alikaa kimya, na hadi sasa alikaa kimya, licha ya kuwa amekuwa amejitokeza mara kadhaa kuzungumzia mambo kadhaa ambayo alikuwa anazungumzwa yeye kuweka sawa, lakini hajawahi kuzungumzia mashtaka ambayo mdogo wake amempa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia amezungumza hadharani kwa watu. Yeye alitoka tu kuzungumzia kuhusiana na binti yake John Mwaipaja, ambaye mama wa Massa Mwaipaja alisema kuwa yule John Mwaipaja siye mwanae wa kumzaa Massa Mwaipaja, lakini ni mwanamke ambaye ameamua tu kumchukua mtoto wa kike ambaye alikuwa anaona kabisa anahitajika kupata malezi bora na kumlea na kuishi naye. Sasa kitendo cha Massa Mwaipaja kumchukua John Mwaipaja na kuishi naye kimekuwa ni kitendo ambacho kimepunguza furaha kubwa kwa familia ya Massa Mwaipaja, baada ya mama Massa Mwaipaja kuzungumza yeye mwenyewe kuwa yule John Mwaipaja ndio sababu ya yote hayo, yeye kutokuwa na ukaribu Massa Mwaipaja, na yeye kutokuwa na ukaribu na mwanae, kutokuwa na furaha na mwanae. Vyote hivyo vinasababishwa na kuwepo kwa John Mwaipaja. So uwepo wa John Mwaipaja kwenye maisha ya Massa Mwaipaja na familia yake inawezekana ikawa umeleta ugomvi huo. Haya yote yalikuwa ni maneno ambayo yamezungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukachukua au ukaachana nayo, kwa sababu sio kila kinachozungumzwa kupitia mdomo bila kuwa na evidence kikawa ni ukweli kabisa, kikiuhalisia kinatokea. Sasa kwa sasa mambo yamekaa kimya, na ukimya ni jibu moja ambalo lina maana kubwa sana katika maisha ya watu. Siku zote tumekuwa tukifundishwa kukaa kimya, kwa sababu ndio jibu ambalo lina nguvu kubwa kuliko majibu yote. Na haijalishi umekaa kimya kupitia muda gani, umekaa kimya kwa muda wa miezi mingapi, kwa muda wa mwaka maybe, kwa muda wa siku maybe, lakini majibu ya kile kitu ambacho kimekukabili yatapatikana tu automatically. Sasa ukimya wa Massa Mwaipaja umevumbua kitu, imeonyesha namna gani ambavyo yuko strong kwenye kukabiliana na mambo haya. Imeonyesha namna gani ambavyo yuko strong kwenye kukabiliana na changamoto kama hizi. Kiukweli tumpongeze Massa Mwaipaja. Hivi sasa anaonekana pia amerecover hata hali yake ya kiafya na kiakili, kwa sababu uwezo kupitia changamoto kama hizi alafu ukawa vyema kiakili, kimawazo. Unajua, tunakumbuka pia baadhi ya wanamuziki kama kina Christina Shusho walisema watapata time ya kuzungumza na Massa Mwaipaja ili waweze kumweka sawa, kwa sababu mambo yanayomkabili ni makubwa na ni mazito, inawezekana akawa yuko sawa. Lakini anaanza kuposti nyimbo zake kwenye mtandao wake wa Instagram, ambazo pia nimeona reaction ya watu wengi pale kwenye mtandao wa Instagram zimekuwa ni nzuri, wakicomment kuwa wamebarikiwa na nyimbo hiyo, wamebarikiwa na nyimbo zake. Wengine waliokoka kupitia nyimbo zake, wengine waliamua kumfuata Mwenyezi Mungu kupitia nyimbo zake. Kwa hiyo ni mwinjilisti ambaye bado kuna mashabiki wanamwamini na bado hajapoteza mashabiki.